last Sunday ambayo tuko tunaongea juu ya serving God. How to serve God. Hiyo ni topic tulianza last Sunday, ilikuwa ni part 1, leo tunasema part 2, na nafikiri tukimalizia kwa ingine ambao Mungu ataongeza zaidi tutayaendelesha wakati mwingine. Amen. Na tuliongea mambo mengi kadhaa tena muhimu sana. Tukaona the meaning of serving God. Tukaona kwa nini lazima tumtumikie Mungu. Kwa nini kuna majukumu kanisani. Kwa nini kuna wale wanaitwa wahubiri kanisani, kuna wale wanaitwa waimbaji kanisani, kuna wale wanaitwa maashas kanisani, kuna wale wanaitwa wahudumu katika pande zote. Nikasema ya kwamba ni muhimu sana kuelewa na kuunderstand ya kwamba it's good to serve God. Amen. Bwana asifiwe sana. Nikasema ya kwamba ni muhimu kumtumikia Mungu. Sababu ni hiyo ndio ilifanya Mungu atuumbe, atutengeneze katika dunia hii. Sababu ya sisi kuwepo katika dunia hii ni ili Mungu aweze kutufanya kuwa watumishi wake. Na Yesu mwenyewe alianza kutuonesha mfano mzuri sana. Sababu Yesu ndiye alikuwa mfanyakazi wa kwanza kufanya kazi ya Baba aliyemuita katika dunia hii. Yesu ndiye alianza kuonesha mfano. Siku moja inasema katika John chapter I think 13 hivyo. Inasema siku moja Yesu akachukua beseni fulani na maji. Eti akaanza kufanya huduma ya kuosha miguu mitume, ya kuwaosha miguu yao, ya kuwaosha na kuwaosha. Hadi Petro akasema ya kwamba, Bwana, kwa nini unanyosha miguu? Ungeniosha mwili wote mzima. Lakini Yesu alitaka kuwafundisha mitume na kuonesha ya kwamba yule anayetaka kuwa mkubwa wa wengine lazima awe mtumishi wa wengine. Sema amen. Nikasema ya kwamba in this kingdom, ama the kingdom of God, ni kingdom ambayo hakuna mtu mwenye hana kazi ya kufanya. Katika hii dunia ambayo tunaishi ndani, mtu anaweza kakaa miaka, umemaliza shule lakini hujapata kazi. Umemaliza shule lakini hakuna mlango wote ule wa kazi umefunguka. Lakini mtu anapookoka, anaingia ndani ya kingdom ya Mungu, lazima pawe service, pawe kumtumikia Mungu. Kila mtu aliitwa, kila mtu alipewa mzigo, kila mtu alipewa kazi ya kufanya ndani ya kanisa, ndani ya ufalme wa Mungu. Sema amen. So hakuna mtu anaweza sema ya kwamba mimi niko kanisani lakini sina kitu ya kufanya. Mimi niko kanisani sijui nitafanya nini. Mimi niko kanisani sijui nini. Nilisema ya kwamba si kila mtu aliitwa aje hapa mbele kushika microphone. Hello, si kila mtu aliitwa aje kwenye praise and worship. Si kila mtu alipewa kazi ya kuhubiri, ya kupreach. Hapana. Kuna wengine wako na kazi ambazo hazionekani na watu, lakini mbingu inaziona. Sema amina sana. Bwana asifiwe sana. Anasema Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi sana wao wanapenda wakuje mbele, watu wawaone, watu waone jinsi wanaongea, watu waone jinsi wanahubiri. Wamoja wanataka wao wahubiri, sababu wahubiri ndio wanaonekana sana kwa ma TV, wanasikilika sana kwa ma radio. Wengine wanataka wao waimbaji ili awe star, atembee Kenya mzima imjue kama yeye anaimbaga. Lakini wengine wanaona kama zile kazi ndogo kanisani ambazo zinaitwa ndogo kwa wanadamu, ambao si ndogo mbele za Mungu. Kazi za kuosha kanisa, kazi za kupanguza viti, kazi za kukaribisha watu kukaa, kazi za intercessors, watu wa kuombea, huduma kuombea kanisa. Watu wanaona kama kazi hizo ni kazi ambazo hazionekana, ziko kwa public, watu wasione. Lakini mara nyingi sana kile kisichoonekana ndio kinakuanga muhimu sana kuliko kile kinachoonekana. Tapia Yesu makofi mengi sana. Kuna mahali Paulo aliandika akasema ya kwamba eti yale yanayoonekana ni ya muda tu, lakini yasiyoonekana ni ya milele. Usizarau ile kazi unayoifanya ya kuonyesha kwamba unapanguza viti, wewe ni wa kuosha tu kanisa. Hapo kama ndio calling yako na ndio Mungu alikuita kufanya hiyo kazi, fanya vizuri sana. Hiyo itakulipa siku moja. Amen. Hello. So lazima tujue ya kwamba hauwezi kukaa kanisani useme hauna kazi. Hauna kazi ya kufanya. Sote tumeitwa kutumikia Mungu. Sote tumeitwa kufanya kazi ya Mungu. Tukaona pointi 4 muhimu. Leo tutaona 2, la Sunday tuliona 2.
tunaona the meaning of serving God. Tukaona kwa nini tunamtumikia Mungu, the meaning of serving God. Number 2, tukaona why serving God. Kwa nini tumtumikie Mungu? Kwa nini mimi niitwa mhubiri? Niko na inaonekana nikulalamika tu, niko nalalamika hapa. Kwa nini? Kwa nini niende kwa soko nikae katikati ya soko nianze kuhubiria tu watu? Kwa nini waimbaji waimbe? Kwa nini tuwe na maashers, mtu afanye ushering kwa kanisa? Kwa nini mtu awe intercessor au nani unaliombea kanisa, unaliombea huduma? Kwa nini tufanye hizo kazi zote? Tunamtumikia Mungu kwa nini? Why are we serving God? Hiyo ni question lazima ujiulize wakati wote. Kila kitu chote unachokifanya lazima uwe na so many questions. Lazima ujiulize, kwa nini? Why am I doing this? Why am I serving God? Kwa nini natoa kanisani? Natoa offering yangu, natoa tithe yangu, naitoa kwa nini? Sema amen. Tuliona sababu muhimu sana ya kutumikia Mungu. Sababu Mungu alitupatia mwanadamu vitu 3 as a gift. Kitu cha kwanza, Mungu alitupatia time. Kitu cha pili, Mungu alitupatia the talent. Kitu cha tatu, Mungu alitupatia the pleasure. Amen. Sema amen. Time ambayo tuko nayo Mungu alitupatia ili tuitumie kwa kumtumikia yeye. Not wasting our time for doing nothing. Run away huku na huku, kwenda pande zote, shuka, unaenda Yukos, unashuka Kajiado bila program, unaenda unafanya vitu bila mpango. Hapana. Lazima understand how to use your time, because the time ambao Mungu alitupatia iko siku to demand the account of how we have been using our time. Sema amina sana. Lazima uangalie time yangu naitumia aje. 24 hours ambao Mungu alinipatia, huwa naitumia namna gani? Ndani ya 24 hours kuna service ya Mungu iko ndani. Kuna kitu cha Mungu nilifanya. Kuna kazi ya Mungu nilifanya. 24 hours niko nayo. Kuna time nilipiga magoti nikaomba, nikaombea watu. Kuna time nilienda nikasaidia mtu fulani. 24 hours niko nayo. Kuna time nilienda hospitali nikaombea mtu. 24 hours niko nayo. Kuna time nilitoa kwa ajili ya Mungu, kusafu huyu Mungu. 24 hours niko nayo. Kuna time nilipreach huko nje. Kuna time nilishuhudia watu habari za Yesu. Kuna time niliongelea Yesu. 24 hours niko nayo. Nilitoa offering kabisa. Hii time yangu, the week that I have, days that I have, months that I have, ninazitumia aje kwa kumtumikia Mungu? Lazima ujiulize. Usio unalala tu, unaamka, unaenda shughuli za maisha 5 in the morning, unarudi jioni, unakaa tu hapo. Mambo ya Mungu ni kama hayakuhusu. Mambo ya Mungu ni kama haujali. Lazima ujiulize, 24 hours zangu ninazitumia aje? Weekdays ninazitumia aje? Kuna service ya Mungu ninafanya. Halo. Bwana asifiwe sana. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Namba 2, lazima tujiulize the talent that we have. Talenti zetu tunazitumia aje? Mtu yuko na talent lakini talent yake inaharibika, kwenda kwa mambo yasiyofaa, kwenda kutumia vitu zingine. Haujaona mtu kuna talent hata ya kuimba. Mtu anajua kuimba vizuri lakini utamwona yuko kwa club anaimba. Na watu wengine wakutana, mtu alianza naimba kwa kanisa lakini mwishowe unakutana ameisha kwa club. Ukimuuliza imekuaje, mtu anakuambia pasi huko ndio kuna mshahara mzuri. Unakutana mtu alikuwa anafanya kazi ya Mungu lakini talenti yake anaanza itumia vibaya, si kwa ajili ya utukufu wa Bwana, lakini anaanza itumia kwa njia isiyopendeza Bwana. Lazima ujiulize, talenti niko nayo huwa ninaitumia aje kwa ajili ya kumtumikia Mungu? Utajiri ambao niko nao, pesa ambao niko nazo, mali ambao niko nayo, huwa ninaitumia aje kwa ajili ya kumtumikia Mungu? Chapia Yesu makofi. Leo nataka
tuangalie point number 3 and point number 4. Point number 3 nasema how to serve God. How to serve God. How to serve God. Acha tusome ile verse ambayo tulisoma 1 Corinthians chapter 15 and verse 58. Our main verse, 1 Corinthians chapter 15 and verse number 58. First Corinthians chapter 15 and verse number 58. Kama kuna mtu amepata, mtusomea tu haraka hapo. 1 Corinthians 15 every son. Verse number 58. Yeah. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Because you know that your labor is the Lord is not in vain. Amen. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Our labor in the Lord is not in vain. Wengi wanatuona sometimes ni kama tunapayuka, si ndio? Au naimba. Wengine hata unaishi kwa watu na leo unasikia unaomba, wanajiuliza huyu mtu anaomba nini? Wanasikia unaimba mpaka unaanza kushout message inatembea. Huyu mtu anaomba anatuwekea kelele. Anaimba anatuwekea fujo nini? Hello? Wengine wa understand, lakini ni wewe ndio unajua mzigo uko ndani yako, kile unachokifanya, because you know and you understand what you are doing is not in vain. Hallelujah. Amen. Colossians chapter 3 verse 23. Colossians chapter 3 and the verse number 23. It also says, whatever you do, work at it with all your heart. It's working for the Lord, not for men. Amen. Repeat it again. Whatever you do, work at it with all your heart. It's working for the Lord, not for men. How to serve God. Amen. How to serve God. Njia gani? Ni mstari gani? Ni mwelekeo gani? Tunatumikia Mungu namna gani? Sasa hapa ndio watu wengi wanafeli, sababu wanatumikia Mungu jinsi ambayo haistahili. Halo? Ndio maana watu wengi wanapata hata makasi. Sawa. Watu wengi wapati blessings. Sababu gani? Wanatumikia Mungu katika njia ambayo haistahili. Nataka KG Compassion Church to understand how to serve God. Sio kutumika tu. Sio kufanya tu. Lazima uelewe. Number 1, lazima understand that I am serving the mighty God. That is number 1. Lazima understand I am serving the mighty God. Matthew chapter 6 verse number 24. Matthew chapter 6 verse number 24. Very quickly we need. Matthew chapter 6 and verse number 24. Lazima understand ya kwanza kwamba ninatumikia Mungu Jehovah, the mighty God. That is number 1. Uweke kwa mind yako, huyo mwenyewe ninatumikia. Colossians ilisema chochote unachokifanya usikifanye sababu ya watu, kifanye sababu ya Jehova. Watu wakati mwingine tunashindwa kuendelea kutumikia Mungu sababu ya maneno ya watu. Watu wanakublock somehow, watu wanakudiscourage somehow, watu disappointed somehow. Unajisikia unakuwa so much discouraged, unasema hii mambo sitayafanya tena. Hapana. Ukiunderstand kama what I'm doing, I'm not doing this for a man, but I'm doing this for the kingdom of God. Amen. How utakuwa disappointed? How utakuwa discouraged?
Matthew chapter 6:24. He says, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Yes. It's impossible to serve two masters. It is impossible. Haiwezekani. Ni kama mfanyakazi wa ndani ya nyumba. Sawa sawa? Lakini huyu mfanyakazi at the same time, the same days anatumikia wafanyakazi wawili, wa mabosi wawili. Kwanza number 1 utachoka. Number 3 utajiletea stress. Number 4 utajigawa namna gani? Kati ya watu wawili kuna yule utaona na kushika vizuri sana kuliko mwingine. Utakuta mwingine anakupea lunch na supper tu, hakuna breakfast. Mwingine naye anakupea breakfast, supper na lunch. Tena breakfast yake hauikuliaji kitchen, unaikuliaga dining. Ule mwingine unaikuliaga kwa corridor nje, hata uonekani na watu. Bwana asifiwe sana. So hao watu wawili wanapowafanyia kazi, lazima utapenda umoja. Ule mwenye anakuikelisha dining, anakupatia breakfast mzuri, unasikia uko unakula sawa, lunch ndio hiyo, kila kitu kwa fridge unakulaga kisi unataka. Lakini kuna mwingine hata kwa fridge ameweka kifunguo. Akitoka asubuhi anaacha anafunga fridge, akirudi jioni ndio anafungua. So lazima utapenda huyo mwingine mwenye anafanya nini? Anakupatia vitu mzuri. So ndani ya kingdom ya Mungu ni hivyo. Hauwezi kutumikia masters wawili. Haiwezekani. Utumikie Mungu at the same time unatumikia the devil. Either you choose one to serve God, either you serve the devil. Simple like that. Hakuna mambo ya kuja tunajichanganya kwa kanisa. Unakuja unaimba hapa unaruka, then jioni unaimba kwa club. Never. Hakuna vitu kama hizo kwa Mungu. Unakuja msichana unavaa dress mrefu kwa kanisa. Ukienda out of the ghetto church unatoa dress, umevaa mini skirt. Huyo mbele ya watu unapita. Hata hiyo ujinga, hata hiyo mambo. It's impossible to serve two masters. Haiwezekani. Haiwezekani. Either you will please one and hate the other. Yes. Haiwezekani. Watu wanakuwa wanajichanganya, unaitwa akikuwa kwa upande wa watu wa Mungu. Mimi I'm servant of God. I'm a man of God. Akikuwa kwa wengine walevi huko, ay. Pombe ndio hizo, ulevi ndio hizo, mambo yote ndio hayo. Kisha kesho tena nakuja kwa kanisa na inua mikono juu. You are holy my Lord. Shusha hiyo mikono. Shusha. Na shetani anakuambiaga, hata ukikuja kwa kanisa unajifanya. Unakuja hapa unaimba, unakuja unahubiri, unakuja unafanya kazi, lakini unatumikia shetani kwa njia zingine. Na kuambia utafanya hiyo kitu, lakini kuna kasauti katakwambia tu, kila unafanya hauko unanitumikia mimi Mungu. Halo. Haujaonaga tunakuwa njoo unakata kwa kanisa tuko na wachawi. Unakutana mtu ni mchawi ni intercessor. Mtu ni mchawi ni preacher. Mtu ni mchawi baada anaimba kwa madhabahu na ni mchawi. Ataamua hiyo siku kuwa anointing ama hakuna. Kama hiyo kanisa haina power ya kuomba, the power of prayer na people of prayer, the prayer warrior, wanaweza kusimamisha hiyo anga. Mimi nakwambia hiyo kanisa itakuwa inatumika chini ya uongozi wa huyo mtu. Anasema leo naacha anointing katembee. Na waimbaji wanachangamka. Lakini siku akiamua anafunga ba. Mnaimba tabari kasiri ba. Alo. Wakucheza drum anacheza lakini wapi? Keyboard anacheza lakini nakataa. Kuna kajamaa kanaitwa kanamtumikia Mungu miongoni mwenu lakini nje ni kashetani. Alo. Kuna mtu anaelewa kile anamaanisha? Sema amina sana. Lazima uamue unatumikia nani. Kama ni Mungu tumikia yeye. Na kama si Mungu achana na mambo ya Mungu. Biblia inasema yule ambaye si moto na si baridi, iko siku nitafanya nini? Yes. Iko siku nitampema, nitamtapika, nitamvomit kabisa.
nitamvomit. Iko siku maana mguu mmoja uko huku, lingine uko kwa Mungu. Mtu analala huko kwa mabaa, kwa maklabu, kwa nini amecheza music, ameimba, amefanya nini? Ndio unaona mtu anakuja Sunday anaanza kusinzia. Wanacheza anaanza kusinzia. Anaimba anaanza kuimba. Oh my God. Niko ndani masomo. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. So wakati unamtumikia Mungu, lazima uunderstand kwanza, I'm serving the most high God. Number 2. Lazima you have to serve God with all your heart. Number 2. You have to serve God with all your heart. Deuteronomy chapter 11 verse 13. Deuteronomy chapter 11 and verse number 13. Very quickly. Kumbukumbu la Torati 11:13. So if you faithfully obey the commands I have given you today, to love the Lord your God and to serve him with all your heart and with all your soul. Yes. Number 2, lazima kwanza uunderstand wakati nataka kumtumikia Mungu. How to serve God? Lazima kwanza uelewe kwamba I have to serve him with all my heart, all my soul, everything in me. Lazima jipeane kwa Mungu kabisa. Hapana utumikie Mungu wakati unatumikia Mungu lakini mawazo yako yanakuonesha vitu zingine. Halo? Masikio yako inasikia vitu zingine. Ndio maana kuna wale wanaambiwa ya kwamba umekaa kwa kanisa, unatumikia Mungu, sasa ni 5 years, sasa ni 10 years, 20 years kwa kanisa, you are serving God, lakini ulishakapata nini? Haujasikia hiyo masikio, hayo maneno watu wanasema. Ulishakapata nini hiyo time yote unatumikia Mungu? Kama wewe ni mjane hakuna kitu umesaidika. Kama wewe hauzaaji bado hauzai tu. Kama wewe hauna kazi bado hauna kazi tu. So ni kitu gani umeshakapata? Wanaanza kukuletea ideas. Kama unaweza enda kwa waganga, unaweza kutafuta madawa, unaweza kujoin wa devotion, unaweza kuingia vitu zingine ili upate njia ya mkato, uweze kusaidika haraka. Ndio maana unakutana mtu alikuwa iko chini. Suddenly mambo ina change. Leo Sunday hii anakuja na mguu kutoka cha ng'ombe huko, na mguu vumbi hadi kwa meno. Na anaingia kanisa, viatu inajaa vumbi. Next Sunday unaona anakuja na V8 ama Range Rover. Unamuuliza ndugu, hii kitu umeitoa wapi? Anakuambia pastor, it's a miracle. It's a miracle of God. It's a blessing. Hii ni kitu niliombea Mungu, ulipata aje? Pastor, ni miujiza tu. Nikianza kuexplainia siku itaisha. Niambie ulipata aje? La Sunday ulikuja viatu inajaa vumbi. This Sunday unakuja na V8 kwa kanisa, ulitoa wapi? Watu wengi sana sababu hawajapeana roho yao na nafsi zao kwa Mungu kwa kumtumikia vizuri. Unapeaga masikio kwa Mungu na pia masikio duniani. Unasikia kile Mungu anasema ni kama Mungu anachelewa. Unasikia watu wengine wanakuambia kitu kingine, huko kuko njia ya haraka. Ukifanya ABCD utapata kile unataka haraka. Wengine wanakuambia hapana wewe. So unakuwa na sauti mbili, au uchague yapi ama uende kwa wapi. So ile yenye itakushinda ndio utaingia ndani. Ndio unaona mtu anakuja ametajirika haraka. Sisemi kila utajiri wote unatoka kwa shetani. Biblia inasema ya kwamba the blessings of God added no sorrow. Ukiona mtu amebarikiwa lakini halalagi usiku. Ukiona mtu anatembelea vileta lakini hakuagi na amani. Ukiona mtu analala ndani ya nyumba yake si akulentisha lakini hakuagi na usingizi. Hiyo si ya Mungu, lazima tuna question mark. Maana the blessings of God added no sorrow. Na za Mungu hazikuja misikatai. Kuna mtu anaweza lala maskini, anaamka akiwa tajiri. It depends the grace of God. Sawa. Jinsi Mungu anaweza amua kubariki mtu na kutendea mtu. Lakini the God that I know inaombaka step by step. Yeah. Step by step. Leo utakula mboga, kasukuma wiki. After 1 month kanyama kanakuja. After 2 months kakuku kanakuja.
After 3 months ulikuwa unatembea unakosa hata pesa kutoa Kitengela mpaka town, unaanza kupata kafea. Si shida ya fare tena. After baadaye kafea umepata kabeskeli. After baadaye kabeskeli umepata kapikipiki. After kapikipiki ndio hivyo kagari kanakuja. Sikatai kama Mungu anaweza kutoka kwa kutembea na mguu mpaka kukuweka kwa gari. Sikatai. Lakini mara nyingi sana Mungu anataka step by step. Sababu gani anaenda step by step? Anataka uelewe ya kwamba it's not your mind. Yeah. You're intelligent. Ambaye kupatia hicho kitu lakini ni yeye. Amen. Kuna watu wanaelewa kile nasema. Bwana asifiwe sana. So Mungu anahitaji tumtumikie kwanza. The way to serve him is to give ourselves before we serve him. Ni kujitoana kwanza sisi wenyewe kabla tuanze kumtumikia. Ukiona watu wanatumika leo, wanatumikia Mungu, kesho wanaacha. Kesho kutwa wanatumikia Mungu, kesho kutwa wanaacha. Ni sababu gani? Hakumtumikia before aanze mtumikia, hakupeana roho yake. Hakupeana nafsi yake, hakupeana mwili wake. Let me say it. Niseme hiki kitu very important sana. Sikia. Haujaonaga mtu. Sikia. Listen to this. Haujaonaga mtu ni mwimbaji. Sawa. Amekuwa mwimbaji, amepanda. Kenya mzima inamjua for 3 months, 1 year anajulikana, invitation ndio hizo, anatembea kila mahali wakimwalika kila pande zote. Huyu mtu amejulikana sana. After 1 year ama 2 years amefifia na amepotea. Mhubiri anakuja, ni mhubiri sana, anajua kuhubiri sana, anakuja. Baadaye unasikia yule mhubiri alilala na msichana wa kanisa. Alibebeshana mimba. Ameiba pesa ya kanisa. Unasikia yule Mkristo alikuja anaokoka baadaye ataenda kujiolewesha mwenyewe. Akajipeana gift kwa mwanaume bila kutoa gharama. Halo? Ni sababu gani? Watu wengi sana wanaenda kutumikia Mungu kabla hawajapeana roho zao. Namba 2, ni sababu watu wengi sana wanakubali kwenda kwa level ya kutumikia Mungu na Mungu anawatumia, then wanasahau kushughulikia the character. Mtu anatumikia Mungu lakini iko na tabia yenye haijaacha. Mtu anatumikia Mungu lakini iko na character yenye haijachange. Ndio maana utaona mtu anapoinuka katika hiyo huduma, atafika mahali ile character yenye alikataa kutengeneza angalikichini itamleta down. Ndio maana before uanze kuserve God, kaa chini kwanza. Peana roho yako kwake, nafsi yako kwake, mwili wako kwake. Umwambie Mungu, sitaki nishikiwe na vitu vingine. Sitaki tabia zingine zinishiki. Ukiona eti mtu alikuwa pastor, amehubiri, amejulikana Kenya mzima, baadaye kesho anakuja kushikwa mka guest house ghetto na mwanamke, ukiangalia mwanamke mwenye analala yeye na bibi yake hata watoshani. Hata walingani. Lakini unashindwa kuelewa ni kitu gani huyu mzee aliona kwa huyu msichana, hakuona kwa bibi yake, mpaka kafatana na huyu. Utakuja kugundua ya kwamba wakati anaanguka ndani ya uzinifu, hiyo uzinifu hakuanza kuianguka saa hiyo mnamuona. Alianzaga kuwa mzinifu kitambo, lakini akatumikia Mungu na karakta ya uzinifu. Hakujua kushughulikia hiyo karakta before. Sasa hiyo karakta sana inuka, anapata pesa, hiyo karakta inamleta down. Sikia. Kuko mtu mwenye anapitaga mbele ya baa, anasikia karoka na mvuta, aingia kwenye kapombe kama moja tu kachupa, aingia, anasikia kana mvuta ka kuingia kwa baa. Akipita guest house, ama tusichana tunatembea, anasema na iko na wife, watoto kila kitu anasikia. Akiona tu pesa mahali, anasikia roho. Huyu mtu anashindwa kuingia kwa baa kukunywa hiyo pombe, sababu kwa mfuko uko empty. Siku yenye atapata pesa, kitu cha kwanza chenye ataona ni nini? Ni kapombe. Ndio maana unakutana watu wengi sana, alipata pesa, ameinuka, lakini unashangaa maana amechange namna gani? Ni sababu character ilikuwa ndani yake, hakuitumikia before ainuke. Ndio maana ni vizuri kutengeneza character. Ndio maana mimi naambia hata wasichana, wakati
Usijipanga unasema oh pastor, nataka niolewe pastor, niolewe. Enda kwanza ujiulize, I'm ready to get married. Lazima ujiulize. Nakumbuka my sister yangu moja. Yeye anasema kwa nyumba, oh anataka kuolewa, unataka kuolewa, ulipata mzee, okay. Haina shida. Kaka kama mtu nyumbani, tukasema haina shida. Nasema wakaanza panga harusi kila kitu na nini. Harusi kafanyika kila kitu. Sio ni after harusi si tunamwaga. Anaenda kuanza maisha yake na sisi tunabaki na yetu. Sawa sawa. After kama ni 2 weeks nikasikia simu ananiita. Akaambia uko wapi? Kwanza nilikuwa Uganda, nilikuwa hapa Kenya. Nilikuwa hapa. Akinipigia akaniambia, "Uko wapi?" Nikamwambia niko Kenya. Akasema mimi nakuja. Nakuja wapi? Nikamwambia nakuja wapi? Wewe kumbe hizi vitu hivi. Mimi nachoka, sitaki. Nikamwambia uliingia peke yako. Beba msalaba wako mwenyewe. Kapo. Hizi vitu nakwambia hivi. Hii mambo ya harusi ni hivi. Hii mambo ya ndoa ni hivi. Hii mtu alale usiku. Ndio hivyo. Ulikuwa unasiaga wengine wanakuambia kasikia niolewe. Uliza kwanza, jiulize. Niko tayari kuolewa? Usikae kwa ndoa miezi miwili ndio uitoke. Jiulize. Hello? I'm mature enough to be in this marriage. Mama, harusi is not for babies. It's for mature people. Hii mambo ya ndoa harusi hapana kucheza. Unaona mwingine alipigwa harusi, kilenda ndio hiyo tunamwimbia, shangwe, wanamtupia maua, tunapiga vigelegele, unasema na mimi nitatengeneza yangu, nitatembea juu ya farasi, nitakuwa katikati ya bahari, ndio kwenye pasa tatubarikia. Tulia. Harusi yangu mimi uliza my wife. Nilikuwa nishapanga, naambia kabisa Mungu atanijalia, tutatembea kwenye farasi. Tunatembea mtaani kote tukipepea watu tu. Tukipepea. Kisha reception itakuwa kwa meli, unaona kwa maji hapo. Ngoja tuanze preparation my friend. Tafuta farasi. Pesa itatoka wapi? Tukaona haina shida, hata tupate tu kagari ni sawa. Mambo ikachange. Katikati ya maji hakuna, tukachange. Tukasema haina shida, hata hiyo kwa holmani kikubwa tu atubariki na Mungu awe pamoja na sisi. Watu wengi wanasema unaona tu vigelegele, wengine wanaziona kwa TV. Wanaziona kwa novela. Hizi manovela hizi. Hao watu wa Mexico unaona watu wanalimbuana, wanachekeana, wako kwenye beach. Watu wachache tu. 15 people, vitu za wazungu. Unasema na mimi marriage yangu itakuwa kama hiyo. Ngoja waanze preparation. Beach yako itakuwa ushango. Hello. Bwana akusaidie sana. Amen. So kila kitu chote lazima ujiulize. Hizi vitu naingiaje? Kweli niko machua. Nikitaka kumtumikia Mungu lazima ujitoe. Jitoe na roho yako, na nafsi yako, na mwili wako. Number 3. You have to serve him with fear and the joy and the trembling of your heart. Psalms chapter 2 and verse number 11. Psalms chapter 2 and verse number 11. Very quickly. David. Yes, it says, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Amen. Hii nataka kutuambia nini? Kutumikia Mungu na fear, na joy, na trembling. Nataka kutuonyesha kwamba lazima tumtumikie Mungu in the holiness, in the purity. You cannot serve God in sin. Hello? Lazima understand, no, to serve God, it demands fear of him, and joy, and the joy of him, and the trembling, to be holy, to be in the holiness, to be pure, clean,
clean by the blood of Jesus. Lazima uwe kutumikia Mungu ni utakatifu. Hakuna dhambi, hakuna mabaya. Lazima kumtumikia katika utakatifu. Pasipo utakatifu hatuwezi kumtumikia Mungu. Lazima useme kitu tunachokifanya na kifanya ndani ya utakatifu. Nampenda Mungu, nampendeza Mungu. Nimekataa dhambi, nimekataa mabaya. Naishi kisi Mungu anataka so that I can serve him. Hello. Usikuje kupanda hapa mbele na wakati unajua umefanya dhambi, umekuwa kwenye mabaya mengi. Usiwahi kutumikia Mungu wakati unajiletea laana. You are cursing yourself. Wakati unatumikia Mungu na umefanya mabaya, umefanya dhambi, umeishi kwa machafuko mabaya, acha kutumikia Mungu. Siku moja naenda kutembea mahali kwa familia tu ya kanisa. Naenda kutembea, ninafika tu hapo nakutana msichana, ni mwimbaji wa kanisa. Iko anaonyesha mama yake 3 hivi. Ambia mami jaribu nitakuonesha kama niza baada ya miezi 9. Akaambia mami jaribu, mimi haina mchezo mami. Akatusi mama yake, nikaenda kando, nikamwangalia. Nikasema leo tuko Thursday, kuja atakuja kutuimbisha praise on Sunday kanisani. Nikamfuata pole pole. Sasa nilimtingiza hivi akaniona. Akajiandaa. Akaanza cheka. Akacheka kwa ujinga. Akacheka kile kako. Nilisema kwa hivyo. Unaweza kushout tunatusi mama yako hivyo. Then Sunday ukuje uturukishe hapa. Ruka. Na ulitusi mama yako vitusizi. Usituletee laana kwa kanisa. Watu wengi wanatumika lakini bila utakatifu. Bila kuwa sawa na Mungu. Kama unajua kabisa huko vizuri na Mungu, nenda kwanza ukae hapo nyuma utengeneze. Omba msamaha. Utengeneza na Mungu. Ukimaliza kutengeneza na Mungu, unasikia umekubaliwa, umesamehewa, njoo usafu yeye. Lakini usikuje kumsafu wakati unajua kama kuna vitu mbaya unafanya huko nje. Vinazipeleza. Never do that. Number 4. In this kingdom, to be a chief is to serve. Matthew chapter 20 and verse 27. Kukuwa mkubwa katika hii kingdom ni kutumikia wengine. Unajua hii hizi ma kingdom tuko nazo katika hii dunia, ma president, manini. Unaona wako na maescort, si ndio? Wako na bodyguard, wako na watu wanawachunga, watu wanafanya nini? Hivyo unakutana mara nyingi sana hama president na watu wakubwa kwa serikali na nini, ni wao njoo wanatumikiwaga sana. Unasikia pointi yangu? Simuniangalie kwani mtoto anafanya. Alo? Mnanisikia? Lakini watu wa Mungu katika hiyo hizi falme za duniani unakutana wengi sana wanakuwa wanasaviwa. Ma president wako na watumishi wa kuwasafu. Unakutana watu wanakaa. Mimi nishaenda kwa nyumba ya mkuu wa bunge. Anaitwa nani? Wa bunge. Speaker wa bunge, yes. Huyo speaker. Nikienda kwa unakutana kwake huko mtu nikakutana kuna mzee mmoja amekaa karibu na simu. Hata mziki hata kausikiliza na mshika kinatoki. Yeye kazi yake ni kuitika simu. Kuna wengine wako kwa kitchen, kuna wengine wanatengeneza usafi, kuna wengine majeshi wanatembea huko wanachunga security, vitu gani. Unakutana watu wengi wanajaga hiyo nyumba sababu ya kuserve one person. Yeah. Lakini kingdom ya Mungu ukitaka kuwa mkubwa lazima uwe mtumishi. Yes. Mnanisikia vizuri sana point yangu? Lazima userve watu wengine. Kabisa. Nikitaka kuwa mkubwa ndani ya kingdom lazima nikutumikie wewe. Lazima niamke usiku nikuombee. Lazima wakati unanihitaji unanipigia simu uko na shida nikuje tusaidiane. Wakati uko lazima na wewe pia ni hivyo. Ukitaka kuwa mkubwa katika hii kingdom ya Mungu, know how to serve people. Yeah. You will be chief in this kingdom. Lakini kama si hivyo utateseka sana. Sikia. First Peter chapter 4 and verse 11. The way that we have to serve him, the way that we have to serve the Lord. First Peter chapter 4 verse 11, very quickly. Okay, it says, verse 11. Yes.
serve, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. Amen. Sikia. Thank you. Sikia. The way ya kuserve Mungu, hakikisha you serve the Lord in a perfect way. Alo, hapana kufanya ukijitoa. Hapana kufanya yani tumike serve yeye in a perfect way. In a perfect way ni aje? Mimi najua ni mimi nitahubiri leo. Sawa sawa. Nisikie, this is my example. Mimi najua ni mimi nitahubiri leo. To serve God in a perfect way. Number one, lazima nichukue time ya kuombea service. Number two, lazima nichukue time ya kujiprepare. Number three, lazima nitengeneze mavazi yangu vizuri. Nikuje mbele ya watu niko sawa. Haujaonanga mtu anakuja anasema mbele ya watu, lakini ukiangalia trouser haikupigwa pasi. Ukiangalia shati ni white lakini inakaa yellow. Ukiangalia tukisiko ni kama okay. Kuna mtu hana ndio wakati hauna, lakini kale kadogo uko nacho, tengeneza kanguo kako vizuri, kale kamoja uko nako kaoshe, kapige pasi. Ili utaitwa mtumishi wa Mungu atatuhubiria leo, uchomokee in a perfect way. Yeah. Sika mtu na understand point yangu. Sema amina sana. Do it in a perfect way. Kama ni wewe unatengenezaga unaosha viti, hapana kuosha hapa kisha hapa usioshe. Unasema ule mwanataka atajipangushia mwenyewe. Kwani mimi ni mfanyakazi wake? You are not doing it in a perfect way. Kama wewe unaoshaga kanisa, osha in a perfect way. Osha. Inua kiti, pakusa vizuri. Tengeneza. Kama ni kuosha carpet, osha vizuri. Kumwangia maji kukote, osha. Kila kifanye na mtu akikuja tu. Unajua kuna watu wanakuja kanisani kabla akae anafanya hivi. Na si yeye aliosha anafanya nini? Huyu mtu anajua kuosha, unataka uchafu, anakaa. Akisema tu hivyo, njoo umebarikiwa. Amen. Lakini mtu akikuja na anajua kama hiyo ndio calling yako, si calling yake. Njoo calling yako wewe ya kuosha kanisa na kuosha viti. Akikuja anafanya hivi, unajaa uchafu na vumbi. Nasema hao watu hawajui kufanya hii kazi. Hata kama alikuwa na hisia ya kukubariki, hawezi kukubariki tena, because the service that you are giving is not in a perfect way. Hapana kuzuia Mungu tu unasema waimbaji lazima mtupatie mkuje msafi na perfect way. In a perfect way ni aje? Lazima muwe na siku ya safi ya practice. Msikuje mnaimba hapa, huyu drum set anapiga vitu zake, keyboard anapiga vitu zake, mwenye ana lead anaimba vitu zake, wenye wako kwa backup wanaitika vitu zao. Hatutakuta kwa spirit, hakutakuwa overflow. Tutaanza angaliano. Sikia mambo ya kuimba hapa. Hata mwenye hajawahi pita kwa kwaya anajua kama mnaimba vizuri na ifanye mnaimba vibaya. Ana sense, anasikia tu anasema huyu ameingia vibaya hapa na hajawahi imba. Hello. So wakati tunatumikia Mungu lazima muwe na siku ya practice. Practice, mnaelewana nyimbo tutaicheza hivi. Tutaimba masauti haya, wewe utaimba tena, utaimba sopa, ndio maana hizi masauti zote ziko. Kwa nini ziko? Ili zilete atmosphere mzuri. Harmony, yes. Harmony ndani ya nyimbo. Mtu akisikia sauti zote sopa, tena, nyingine ni nini? Soprano, hizo zote zinapangwa na kuambia hata kama alikuja na kisirani yake, anasikia anaanza kuoshwa moyo. You are holy. Sauti zinatoka in a perfect way. Anasikia anabarikiwa. So, wakati unatumikia Mungu, do it in a perfect way. Wale wote wanakuwa wanatumikia Mungu hata kutoa. Maana kuna watu wanatumikia Mungu through giving. Ni watu wanakuwa wanatoa. Usifanye kwa kujitoa. Usiseme chukua tu. Usiseme tu acha nitoe tu. Unajua kwa nini tuko na bahasha kwa kanisa?
Hatuleti bahasha watu waweke offering kwa bahasha sababu tunataka tu uweke kwa bahasha. Hapana. Tunataka tutumie the perfect way ya kutolea Mungu. Ukiweka kwa bahasha unamletea, ni heshima. Nimeleta tithe yangu, nimeleta thanksgiving yangu, ni heshima. Nilienda Tanzania. Tanzania mtu anakuja kuleta offering, akifika mbele ya kitume ya offering anainama hivi. Kuja Kenya. Kwanza hii pesa ni kufanya tajiri pastor. Anakuja tu ni kama anatupia mtu na anaenda. Mwingine anakuja tu anaenda hivyo. Hapana. Lazima ujue kama na kumtolea ni kazi ya Mungu ninafanya. Simtolee mtu, namtolea Mungu wa mbinguni. Lazima unakuja in a perfect way. Toa na heshima. Siku moja tunaona mtu anakuja kutoa, ile tu aliangusha tu pesa tu hivi, kitungo yote chini. Pesa yote ikaanguka chini. Kwa nini huyu mtu angechukua hiyo pesa anaweka polepole ndani ya kitunga, ndani anatoka naenda? Kwa nini aitupe tu hivi, kitungo yote ianguke? Na mwingine kama anajua siku hiyo atatoa ngiri moja, anakuja anaishika hivi. Ngiri moja anakuja hivi. Anakuja sawa na watoto wamemaliza kutoa, njoo anakuja sasa na yeye kisha anafanya hivi. Anataka kutoka. Hiyo inajiletea laana kwa Mungu. Unapotoa hautolei mtu, unatolea. Wakati una serve na perfect way. Halo. Mnanisikia watu wa Mungu? Wakati unasaidia mtu, msaidie na perfect way. Sababu kuna wakati tunatumikia Mungu kupitia kutumikia watu wengine. Halo, kuna wakati tunatumikia Mungu kupitia kutumikia watu wengine. So wakati unaserve watu wengine, ukijua unaserve God, do it in a perfect way. Unaenda saidia watu kwa hospitali na kuwabebea chakula. Lakini ile chakula unapiga mchele hivi, maragwe kuiva, vitu zinakaa hivyo. Sijui hata umepiga kasuku kanyama, lakini ni mafuta iko juu, maji katikati, nyama iko chini. Unashindwa kuelewa. Mtu atakusema aguse nyama, lazima aingize mkono yote ndani, aguse. Kwa nini? Kama unaona utaki, swache. Kama unaona hautaifanya na perfect way, leave it. Achia watu wengine wafanye. Kama unaona hautamserve Mungu in a perfect way, acha. Ndio maana hapa KG Compassion Church aturuhusu waimbaji kuja kuimba wanavaa trouser. Never. Trouser ama tuma skirt to kufika hapa. Unatuonesha nini? Ama mtu anakuja anavaa kitu kamekata hapa kokote kupoa wazi na kokote kupoa wazi. Akiruka kuna vitu zinaruka na yeye. Akishuka anashuka nazo. Sasa unashindwa kuelewa ni nini hiyo anatuonesha kwa kanisa. Hakuna, ukikuja tu kuna mtu atakwambia nenda ukae. Sababu gani? We want to serve him in a perfect way. Kama tuzienda kwa president, tunavaa kitu kama haka hivi before take nje. Kwenda kumiti president ama mtu mkuu ama governor, unaenda kunavaa nguo za ofisi, si ndio? Kwa nini kwa Jehova aliyeumba mbingu na nchi akakutengeneza wewe kwa sura yake, tukuje kama malaya? Tukuje kama waizi wenda wasimu kwa kanisa? Hapana. We have to serve him in a perfect way. Mpaka watu wakikuja wanasema wale watu wako smart, wanavaa vizuri, wamejistiri, wako sawa kabisa. Hapana, mtu anaingia kwa kanisa anaanza kutoka kiroho, anaangalia tu. Anaona tu vitu huko mbele, vitu haiko sawa. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu anaelewa kile namaanisha? Kama umebarikiwa sema hivi. Amen. Chapia Yesu makofi. Peana service in a perfect way with all the strength, joy. Watu wenye wanasafu wanafanya ashari, pokea watu na furaha. Hapana siku nipigana na watu usiku, umekosa kukula, unakuja na kinyongo kwa kanisa kivimbe, unakaa kama ndimu yenye imekaa siku 3. Sura imekunjamana, hapa kuna mistari, hapa kuna mabarabara, unakaa kama ungelishi mtu na huko unapokea, unafanya ashari. Nenda ukae.
nenda ukae. Siku yenye atmosphere yako utarudi kwa mood yako, njoo usafi. Usipokee watu na kiasira. Unapokea mtu unamwambia kaa. Mtu akikaa pale nakwambia kaa. Hautaona kama watu kwa kanisa. Unamwonyesha mtu akae hapa, kuna watu walikuwa hivyo. Unaweza muonyesha mtu akae hapa, ya anajisikia akae hapa. So kama ulikuja na kiasira kibaya, utaambia nakwambia hapa na hapo. Nasema ukae hapa. Nasema kaa hapa. Inakuwa fujo kwa service. Halo? Kama kuna kiasira chako kaa. Acha wakusafu wengine wasafu. Sikia, unajua kwa nini kuna watu katika business, biashara hawakuwaji wanafanyikiwa? Na sababu wanatumia biashara yao in a wrong way. Wanafanya biashara. Mimi nishaenda kununua kitu kwa supermarket hapa Eastmart. Na kuja niko kwa line. Si huyu mtu una mahali pa kulipia. Anahesabu vitu. Kisha ananiuliza, utaweka kwa bag ama uko na bag? Nikamwambia sina bag. Nikamwambia weka hii bag, akaweka bag. Kisha nikamwambia sasa uweke vitu kwa bag. Akasema kama utaki kujiwekea so much. Kama vitu hizi ni zangu, ni zangu. Imagine huyo ni mtu yuko anafanya service hapo. Na kuna wengine wanakuwa na biashara au unaona watu wanauza nyanya kwa barabara. Iko na kiburi cha mashetani. Na unauza nyanya. Kiburi na unauza nyanya. Siku utakuwa na hardware sasa. No, tuongee kweli. Tuongee kweli kabisa. Mtu anamwambia nataka nyanya za 40 sijui na nini. Kisha nakupatia tu na siweke kwa karatasi. Kwani hauna karatasi? Ulikuja kuuza bila karatasi? Anaanza kukuchimbia vitu zingine mbaya hapo. Kuna watu mimi nilikataa kununua kwao sababu ya jinsi wamenikataa, wamenikaribisha. Mtu anakukaribisha tu na kiasira fulani, au utaona hiyo kwa soko. Kwa soko anakukaribisha na kiasira kimtu fulani. Anakwambia unaweza ni ngapi? Ni mbao, kwani hauoni kibao? Unasikia? Mpaka unasema unaachana na yeye, unaenda kununua mahali pengine. Wengi walikosa baraka kwa business zao sababu ya kutokujua jinsi ya kuapproach watu. Na jinsi ya kuwelcome watu hivyo. Kabisa. Do it in a perfect way. Mtu akikuja awe mtoto, awe mkubwa, awe nani, mpokee vizuri. Maana huyo unayekaribisha hamjui ni nani. Inawezekana inaweza kuwa ni malaika. Mungu alikutumia kwa njia yako, akushike mkono, akufikishe kwa destiny yako. Megisu unampokea vibaya, anaenda na anaacha kusaidia. Wengi walipoteza baraka zao. Sababu gani? Hawakufanya kile wanakifanya in a perfect way. Kwa kazi zetu tunazifanya. Unaamka unaenda kwa ofisi. Hata kama ofisi hiyo kampuni ni ya auntie, ni ya uncle, ni ya mtu unaiaga naye chache moja, do it in a perfect way. Mkikuwa kwa kanisa ni mambo ya Mungu. Ukikuwa huko ni job my friend. Kazi inaanza saa 1:30, njoo watu wanaingia kwa ofisi. Wewe unasema ukuje saa 3, juu ni kazi ya auntie. Juu ni kazi ya uncle, atakufukuza. Na akikufukuza usikuje kwa pastor nikuombee, ulitumia ujinga yako. Haukutumika in a perfect way my friend. Mimi nishiko na watu kwa kanisa, mtu yuko na kampuni, yuko na kazi, anapatia mtu wa kanisa kazi. Huyu alipewa kazi kwa kanisa, anaanza sema anajishika kisa anataka kwa kazi. Wewe ni Mkristo mbona pamoja hawezi kunifukuza? Hawezi nifukuza. Utakuja na anambia pastor, ule mtu nilipia kazi ni wa kanisa lakini ananisumbua. Namwambia nini? Ukiona kama anataka kufanya biashara yako, kazi yako irudi nyuma, tupa nje. Weka nje. Nawaambia ni kweli. Sasa zingine wa Kristo tunakuwa na kaujinga fulani hivi. Unasema mimi ni mtu wa kanisa, hawezi kanifukuza. Au unasema hii kazi ni pastor aliniombea. So kisi pastor aliniombea, huyu mtu hawezi nifukuza. Hata nikuje saa 3, hata nikuje saa 6. Do it in a perfect way. Yeah. Kazi ni kazi, kanisa ni kanisa. Yeah. Watu wengi wanakosa baraka juu hivyo. Number 4, the benefit of serving God. The benefit of serving God. Tunaenda haraka nimalizie haraka. Job 33. Job 36 and the verse number 11.
Job 36 and the verse number 11. The benefit of serving God. Namalizia hapo. That is a point number 4. Tumemaliza how to serve God. Simuelewa how to serve God. Sawa sawa. Kujitoa roho yako yote, kuhakikisha uko perfect, ndio lazima. Then number 2, lazima kujitolea kuserve Mungu in a perfect way. Si tumeelewa hiyo? So tunaenda kwa point number 4. The benefit of serving God. Kuna baraka. Kuna benefit ya kutumikia Mungu. Kuna reward ya kutumikia Mungu. Job 36 and the verse number 11. Job, the book of Job, chapter number 36 and the verse number 11. Yes. If they obey and serve him, they will spend the rest of their days in prosperity. My goodness. And their years in contentment. Unasikia? If you obey him and serve him, you will spend your rest of your life in what? Prosperity and contentment. Kutumikia Mungu kuna mafanikio. Kutumikia Mungu kuna baraka. Kutumikia Mungu kuna reward, kuna benefit. Sema amen. Kutumikia Mungu kuna benefit. Number 1, to serve God brings prosperity. To serve God brings prosperity. That is number 1. Unapomtumikia Mungu kuna kuaga baraka, kuna kuaga mafanikio, kuna kuaga kitu ambacho unapata tofauti na kila ambacho uko duniani ulikuwa upati. Number 2, to serve God bring pleasure and joy. To serve God bring pleasure and joy. Lazima wakati unatumikia Mungu kuna panga tu furaha nyingine ya hujawahi sikia. Kuna panga tu amani nyingine hujawahi sikia katika hii dunia, hujawahi pata. Mimi wakati niko na ubiri hivi nasikia niendelee mpaka kesho, mpaka jioni, mpaka siku zote. Sababu ninapoongea hivi kuna furaha ninasikia, kuna amani nasikia, kuna baraka nasikia tofauti sana. Wakati natoka naenda kwa soko kuhubiri nasikia raha. Wakati naenda hospitali kufanya hii kazi nasikia vizuri, maana ninafanya kitu kwanza kinatoka ndani ya roho. Then I understand the benefit of serving God. Number 3, serving God helps us to follow Jesus. Hebrews chapter 10. Hiyo hatutasoma, muandike tu. Hebrews chapter 10 verse 24 na 25. Hebrews chapter 10 verse 24 and 25. Serving God help us to follow Jesus, to follow Christ. Wakati tunamtumikia tunakuwa na uhusiano na yeye. Inatusababisha tuendelee kumtafuta, tuendelee kumfollow yeye. Sawa sawa. Wakati mimi nahubiri lazima nisome Biblia. Nikisoma Biblia nakuwa na connection na Yesu. Wakati ninahubiri lazima niombe. Nikiomba ninakuwa na connection na Yesu. Na nikikuwa na connection na yeye ina maana I'm following him. So kumtumikia inatusukumia kwa Yesu. Inatusababisha tuendelee tunamfuata kwa chochote tunachokifanya. Number 4. Serving God help us to be more like Jesus. Oh my God. Serving God help us to be more like Jesus. Matthew 25 and the verse number 40. Matthew 25 and the verse number 40. Tunapozidi kumtumikia, tunazidi kubadilishwa picha. Tunakuwa na picha nyingine ya kufanana na Yesu. Hello? Kuna mtu ananisikia kile na maanisha? Unapozidi kumtumikia, anazidi kukutengeneza, anazidi kukubadilisha. Jinsi unazidi kumsafu yeye, anakupatia sura ya kufanana na yeye. Unazidi kumsafu yeye, unakuwa na image kama yake. Unazidi kumsafu yeye. Ndio maana Paulo anasema sijachoka na kazana mwendo katika hii safari mpaka nifikie taji hiyo ya mwisho. Tena siku baada ya siku natafuta kufanana na yeye. Tunapomtumikia tunazidi kufanana na Yesu mwenyewe.
Amen. Number 5. Serving God is to be undercover. Serving God is to be undercover. Sikia, namalizia hapa. Kuna watu wanatumika kwa kampuni fulani hapa. Unafanya kwa kampuni hapa yoyote hii. Hebu inua mkono hivi unaona. Unafanya kwa kampuni. Yes. Kuna wale wanafanya kwa kampuni. Number 1, umeajiriwa na mkubwa wa kampuni kama ni CEO. Sikia, namalizia hapa. Kama ni CEO, si ndio? Then number 2, umeitikiwa mshahara ni how much per month. Sawa sawa. Number 3, hiyo kampuni inaweza kukusaidia na kupatia cover, inakuwa inakulipia NHIF. Si ni kweli? Mimi nauliza, si ni kweli? Hiyo kampuni yenu ni hivyo sawa. Inakulipia NHIF, inakupatia salary kwa mwezi, umeandikiwa kwa kitabu ya mfanyakazi, unaitwa mtumishi wa hiyo kampuni. Mimi Pastor Alan, end month ikienea. Sikia. Nisikie. End month ikienea, nakuja kwa kampuni yenu. Nawaambia wanipatie salary. Wanipatie NHIF, wanilipie. Watafanya nini? Number 1, wataniambia wewe ni mwenda wazimu. Kwa nini? Hatukujui. Number 3, hatukukuajiri hapa. Number 4, hakuna kitu chako kilicho mahali hapa. Mnanisikia vizuri sana? Hiyo ni kampuni ya hapa duniani. Tukikuwa kwa kampuni ya mbinguni ambao ni kuserve God, number 1, tunakuwa na cover ya 100% protection ya mbingu. Number 2, tunakuwa na, unajua kutumikia Mungu inakuwa inatuepusha hata na some sicknesses. Kuna magonjwa yenye hautawahi pata because we serve God. NHIF ya mbinguni hautaiona na macho hivi, lakini inakuprotect na makorona, inakuprotect na makansa, inakuprotect na madiabetes, inakuprotect na vitu zote hizo mbaya. Ukiona mtu mwenye anaweza kutumikia Mungu angaliki mdogo na anakoma kumtumikia Mungu kwa uaminifu, ukimwona anaanza kuwa na 70 years lakini anafanana kama yuko na 40. Unaona watu kama hao? Hello? Iko na 70 lakini anafaa kama yuko na 40. Sababu gani? Ndani ya Bwana tunapata nguvu mpya. Hatuzeekaji. Wanaotumikia Bwana wanakuwa wapya kila siku. Wapya kila siku. Number 2. Kuna mahali unapomtumikia Mungu, unakuwa ndani ya kazi ya Mungu, hata kwa kanisa. Ni vigumu sana shetani kukupata. Sababu gani? Friends wako wengi ni wa kanisani. Ama ni watu wanaokoka, ni watu wa Mungu. Sikatai kama kuna wapagani ma friends ndio. Lakini majority ni watu wanaokoka. Mara nyingi mtu akikuja kutafuta, niko kwa service. Kuja kuangalia, niko job. Pia kuangalia, niko kwa maombi. Kuja hata kama alikuwa anapanga kitu kibaya, atakutoa wapi? Hawezi kukupata. So unapomtumikia Mungu, unakuwa karibu na Mungu sana, unakuwa mbali na shetani. Kuna mtu anaelewa kile namaanisha? Amen. So kutumikia Mungu lazima uelewe ya kwamba kuna baraka, kuna mafanikio. Lazima utafanikiwa, lazima utabarikiwa, lazima utaendelea. Ndugu mpendwa, usione kutoa kwako kanisani ni kama unasukumwa. Hapana. Jua kama ni kumtuliza part of serving God. Kwani biashara yako umefanya, umeuza. Vitu zote umeuza, unatoa tithe yako unaenda kwa kanisa. Unatoa offering ya Thanksgiving unaenda kwa kanisa. Unatoa, unasaidia mjane, unasaidia yatima, unafanya nini? Hizo vitu zote unafanya. Kuna cover inakuaga juu yako ya kuprotect maisha yako na kuprotect biashara yako. Hii nakwambia kweli. Wakati unatumikia Mungu katika njia ya kweli na katika njia inayofaa, haupotezi. Hapana. Ni kama mtu anaenda kulima, Samson nasema, unaenda kupanda mbegu, inawezekana ni kilo moja ya maharagwe umebaki nayo.
lakini nasema hii kilo moja ya maharage acha ni sacrifice, niitoe kwa mlima wangu, nenda niipande ndani ya udongo. Kuipanda ndani ya udongo ni kama kuipoteza, lakini after few months unajua kwamba ile udongo itanizalia kitu kingine. Nilipanda kilo moja ya maharage, ile itanizalia gunia 10. Ndio jinsi kutumikia Mungu ni hivyo. Wakati mwingine tunakujenga, tunatoa pesa yetu, tunatoa nguvu zetu, tunatoa time yetu, ni kama tunapanda kwa udongo ambapo tunaona kama tunapoteza, lakini huyo udongo kuna secret ya kupandisha mbegu ambazo zitatustain miaka yetu yote katika hii dunia. So elewa ya kwamba to serve God is not in vain. Reward iko, benefit ziko. Lazima Mungu atakubariki na atakutendea mema. Si Mungu wako awabariki? Kwa jina la Yesu. Amen. Chapia Yesu makofi. Simama kwa miguu yako.